Nilipata miaka kama 7 iliyopita. Hii karatasi imekuja yenyewe kutoka China kama ilivyo. Na nilikuwa na kitu halisi kabisa kinakuwa hapa. Ila mimi nilichokifanya sasa ni kubuni kitu kingine tofauti na kile naweka hapa. Unaona kwamba hii ni kinga lakini sio kinga. Kwa bahati mbaya sasa mzee umetapeli msikitini, makanisani kuna watu wengi. Hawa ni watu kule mitaani wapo. Unaona wanaingia huku wanarudi huku, tuko nao. Kwa sasa hali imekuja kutokea ndio hiyo kwamba ametutapeli. Hata mimi kwenye simu yangu hapa kile kidule kipo, hiki hapa si mnakiona bwana. Familia yangu mimi wamenunua karibia 6 kama sikosei. Mke wangu, watoto, kwa sio chini 12,000 kwangu mimi. Na kwa kwanza kabla mjazungumza chochote bwana, hela zetu sisi zitarudi vipi? Kwa sababu unatuuzia kitu sio sawa. Niko tayari kubeba hukumu yoyote, si na kusema ule ukweli. Wastani aliuza karibia kama hivi kama pisi 100 na zaidi, shilingi 5,500. Mwanaume mmoja aliyefahamika kwa jina la Dickson Konya, mzaliwa wa Kigoma, mwenye umri wa miaka 52, amekamatwa katika kanisa Katoliki Kijenge jijini Arusha baada ya kudaiwa kuwatapeli waumini wa kanisa hilo kwa kuwauzia makaratasi, huku akisema ni kinga ya kuzuia mionzi ya simu, kompyuta na television. Swahili Media tumefika kanisani hapo na kuzungumza na waumini wa kanisa hilo pamoja na shehe wa msikiti wa karibu, na kueleza kwamba Konya amekuwa akiwauzia makaratasi hayo kwa shilingi 3,000 hadi 5,000. Kwa majina naitwa Mr. Castro Charles Kauki, ni muumini wa parokia ya Kijenge. Asubuhi ya leo tulikuwa kwenye ibada takatifu ya asubuhi. Basi katika ibada ya kumalizika kuna matangazo baada yanafuatilia. Baada ya matangazo, msoma matangazo alifuata na huyu ndugu ambaye kwa jina lake bado hajatuambia. Kaomba apewe nafasi ya kwa ajili kuelimisha watu katika kutumia matumizi mazuri ya mitandao. Na alianza kwa matumizi mabaya ambayo sisi kama waamini tunaweza tukatumia kaleta madhara makubwa. Kwanza akasema kulala na simu kwenye kitanda ni madhara makubwa. Kutumia simu muda mrefu inaleta madhara makubwa. Kukaa kwenye TV kwa muda mrefu inaleta madhara makubwa. Na hata akazungumzia kwamba pengineo hata shuleni, ameshatembea shule zingine kuangalia kuona kwamba ni namna gani katika mazingira yale ya shule wanafunzi wengine wanaficha simu sehemu zao za siri. Akadai kwamba nazo zinaleta madhara makubwa sana. Baada ya hapo akatuelezesha kwa ufupi. Baada ya misa kutoka, yeye akatoka nje, na kwa sababu watu walisikia ule mwito na yale maelezo yake na ile elimu yake, ni kweli ni mtu ambaye akizungumza kwa namna yote, hata kama namna gani. Tena akatumia maandiko matakatifu akasema watu wa Mungu wana nini? Wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Sasa alipotoka hapa nje akaelezea, kama unaona kipeperushi vikishika sasa. Sasa hichi kipeperushi ndicho ambacho anatumia kama unavyokiona hichi hapa. Anasema kwamba ukiweka kwenye simu, basi itazuia mionzi ya madhara ya simu. Baada ya hapo, tukiwa kama muumini, nikiwa na ndugu yangu mmoja, tukaangalia baada ya kibando, tukaona kama ni faili tu ambalo limekatwa, tukaanza kuzuia waumini wengine wasiendelee kufanya nini? Kununua. Lakini baada ya hapo tukaona ni namna gani, mazingira gani ya kuweza kufanya ili tuweze kuokoa waamini wasiendelee kuangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Basi baada ya hapo tukamuita, tukamketisha ofisini, tukaendelea na utaratibu. Baada ya hapo tukashirikiana na paroko kumuuliza, sababu paroko naye alikuwa ameenda kufanya ibada katika parokia nyingine. Alipokuja tukamshirikisha. Paroko akasema kwa kweli huyu ndugu alikuja akanieleza anataka kuelimisha watu juu ya matumizi mabaya ya simu. Nikamwambia alete tangazo, lakini tangazo hakulileta kwangu. Kwa hiyo kama mmempa nafasi, ametumia kinyume na utaratibu wa kiparokia. Basi paroko akaturuhusu akasema, nyinyi fanya njia yote, utaratibu wote, ili mjue kwamba hiyo biashara unayofanya kama ni halali au sio halali. Baada ya hapo tukarudi tukaanza kumhoji. Akaanza kuleta
Kiswahili ambavyo wakaanza kusema unaweza kununua nguo, ukanunua, yani maelezo yake hayaendani na jinsi tulivyokuwa tunamhoji. Sasa baada ya hapo tukafanya nini? Tukamuita hapo ndani. Tukamwambia sasa tueleze ukweli. Ni kweli amekiri ya kwamba hiki anachokitumia si halali. Si halali, na hata juzi siku ya Ijumaa hapo Kidingekati hapo aliuzia watu wengine tena vitu kama hivi. Na ameshatembea parokia Njiro, ameshatembea parokia Sombetini, ameshatembea parokia ya Kisongo na parokia nyingine alikuwa anataja. Kwa hiyo tukaona sasa ni afadhali sisi tuelimishe watu wetu wasiangamie, kwa sababu huu tapeli sasa kwa lugha anayotumia ni lugha ambayo inaweza ikamfanya kila mtu akaingia katika kununua vitu ambao ni feki. Wastani kwamba kwa majina, kwa sababu watu walitoka kanisani wakiwa na shauku kubwa kwa ile elimu aliyotoka pale. Kwa hiyo hakuweza kumhoji kwamba yeye ni nani na jina lake ni nani. Bali yani wastani aliuza karibia kama hivi kama pisi 100 na zaidi. Shilingi 5,500. Na baada kushtuka kwamba hivi ni tapeli, wengi wamerudisha na pesa amezirudisha, zile wale ambao walikuwa wamenunua shilingi 5,500 wamezirudisha. Na baada ya hapo na sisi tukamwambia kwa namna ambavyo waamini wetu wamepata hasara, basi tukaamua sasa kukusanya vipeperushi kama unavyoona pamoja na sticker iliyoko hapa ndogo hii ambayo ndio anatumia kwa kusema kwamba inazuia miozi ya nini? Ya jua. Kwa hiyo sasa wapendwa, ndio hivyo. Ya hasa ninaomba kwamba viongozi wetu wa dini, hao watu wanaokuja kujinadi makanisani parokiani, wachunguze kwa umakini zaidi, waeleze walikotoka, wapate kibali walikotoka, na askofu apate taarifa walikotoka, ili tatizo lisitokeze tena kwa maparokia nyingine. Na maanisha kwamba tunapozungumza kwa sasa kuna parokia zingine tayari wameshavinunua na kwa imani yao wameona kwamba hakuna miozi ya jua, lakini bado matatizo yako pale pale. Kama ni madhara ya miozi ya jua basi inaendelea, ya simu basi inaendelea kuwapiga. Mimi naitwa Sheikh Khamis Kasim Mwadago, ni imamu wa msikiti wa Kijenge. Jumaa alikuja bwana anaitwa Yusufu na alikuja kama vile Muislamu. Na kilichomleta alikuja kutuuzia vikadi vinavyoonyesha vinazuia mionzi ambayo inaleta athari kwenye simu, kwenye kompyuta, laptopu na TV. Na kule msikitini ameuza kila moja kwa bei ya shilingi 3,000. Na watu wamenunua wengi sana, tukiamini kwamba kuna ukweli mkubwa sana. Na hata mimi mwenyewe ninacho hiki hapa, unakiona? Hiki na mimi hiki. Kwa hiyo sasa baada akaondoka na akatuachia namba zake za simu. Kwa sasa hivi tunavyozungumza nimekuja kupigiwa simu, naitwa kanisani, kanisa la Katoliki hapa. Nini ujamaa akakamatwa, ni tapeli. Na kule kwetu alikuja kama Muislamu. Na hapa nimesikia ni kama Mkatoliki au Mwangalikana hivi. Kwa hiyo hiyo ndio picha kamili ilivyokuwa. Alituambia matumizi ukishaweka kwenye simu kama hivyo au kaweka kwenye laptop au TV, tayari inakuwa inazuia ile mionzi. Kwa lugha nyepesi, sisi sio wataalamu kiasi cha kujua kwamba sasa mionzi haiathiri au vipi. Ni ile lugha yake alivyotaja, akataja na mashehe mbalimbali, sehemu mbalimbali, kahitaja serikali sio imetutumia nini, na akatuambia baada ya mwisho wa mwezi hivi vidude serikali watazuia hizo simu. Kwa sasa hivi anatuzia shilingi 3,000, lakini mwisho wa mwezi itakuwa ni shilingi 20,000. Kwa watu wengi kabidi wanunue kwa sababu kuhisi kwamba itakuwa bei ni ghali kidogo. Wito wangu sasa hivi kwenye jamii yetu, kiukweli tunapoletewa vitu kama hivi sasa, na sio hivi vya mionzi tu, hata kama vyakula, taarifa zozote zitakazokuja, lazima tujiridhishe kwamba huyu mtu ametoka wapi, ametumwa na kina nani, vitu vyake vina ukweli gani, kushirikisha na serikali. Yani lazima tuwe makini. Vinginevyo ni kwamba tunaweza tukapata madhara makubwa sana. Kwa hiyo walichokifanya kanisa, amefanya kitu vizuri kwa kupambana naye mpaka tukafahamu kwamba huyu mtu ni tapeli. Kwa hiyo wito wangu ni huo. Pale kwetu pale nahisi sio chini ya 100. 3,000. Wote akili zao zimekaa kwamba ni sawa tu. Kuanzia leo ndo watajua kwamba sasa kitu alichokosea amekuja kutapeli maeneo labda ya msikitini au kama kanisani, kuna kuwa na watu wengi. Kwa hiyo yeye hakujua kwamba wale watu wanazunguka. Kwa mfano sisi pale
yuko binti ambaye tuko naye paka karibu, nadhani ni muumini wa huko kanisa. Kwa hiyo naye alinunua, alishiriki. Sasa amekuja hapa tayari ile picha amejua kwamba ujuzi msikitini alikuwepo, kauza na wao wamenunua. Kwa hiyo ameingia sehemu ambazo kidogo ni za hatari, zina watu wengi ambazo lazima utaingia kwenye matatizo. Hapana, kwenye uchawi hakuna. Sisi tuna matatizo ya kutokufanya research kwenye mambo yetu. Kwa hiyo mtu akieleza tu kama labda amekuja na chakula kinatia nguvu fulani sio na nini, watu wanunua. Hapa hakuna cha uchawi. Ni lugha tu ametumia tamu, ametaja serikali, ametaja watu, ametaja nini, watu wakaamini kupitia hiyo. Basi ndio kitu kikubwa. Kwa mfano sisi alitaja misikiti kule Dar es Salaam, mashekhe wa mikoa, akamtaja hata shehe wa mkoa hapa wa Arusha wanavyoshirikiana nao. Yaani kuna vitu vinawekwa mpaka wewe unaamini. Ni hicho tu. Polisi, wakuu wa polisi katutajia hata sisi mara PC nani wakasema mbona mmechelewa kutuletea taarifa. Yusuf Dickson Konya, mzaliwa wa Kigoma. Nimekuja kama mjasiriamali kama wengine anavyotoka Mwanza na kwenda Lindi kufanya ujasiriamali. Unafanya ujasiriamali wa nini? Wa vitu mbalimbali, naweza nikachukua radio, TV. Natafuta wateja, ni kama ambavyo unaona wa machinga wanapita mitani na vitu au wa Masai wanapopita na madawa, ndio hivyo hivyo. Hii si Tanzania, ili mradi usivunje sheria. Hapa nimevunja sheria. Nina haki ya kwenda Mtwara, Msoma, Lindi, Kenya, Uganda, ili mradi nisivunje sheria. Hii ni kama waya wa earth unapofunga kwenye nyumba ya umeme. Kama earth wire, japo haina ukweli wenyewe. Unaona, ni kama earth wire kwenye nyumba ya umeme kwa lengo la kuprotect. Kuna mambo mengine unasomea, mambo mengine anakupa Mungu, kipaji, talent, skills. Hainategemea. Kimsingi nimesomea tu kutimiza wajibu, lakini nimepewa kipaji. Tech. Pale nilikuwa nasoma mambo tu electronic ya kawaida. Ndio hivyo kuja kumwomba kwamba kuhamasisha matumizi mazuri ya teknolojia, faida na hasara zake. Ndio kilichonileta. Leo ilikuwa Ijumaa. Aliniambia tuko kwenye kipindi cha Kwaresma, hatuwezi kuruhusu kikatangazo, ila andaa tangazo lilete, tutalitangaza pale, watu watakukuta nje. Unaona, na nikaa nimempelekea sister baadhi ya maandishi, na nikamwambia naenda kumuona sister, namwachia haya maandishi. Kwa nilivyokuja leo, na sister aliniambia basi tutampa msoma matangazo, kama nafasi ipo atakupa. Kwa nikaja nikajua tayari alishambrief. Ndio nikapata ujasiri wa kwenda kumuona msoma matangazo kwamba mimi nilikuja kwa paroko kwa 1 2 3. Nilipata miaka kama 7 iliyopita. Hii karatasi imekuja yenyewe kutoka China kama ilivyo, na ilikuwa na kitu halisi kabisa kinakuwa hapa. Ila mimi nilichokifanya sasa ni kubuni kitu kingine tofauti na kile naweka hapa. Unaona kwamba hii ni kinga lakini sio kinga. Nategemea, naweza nikauza. Unajua biashara yoyote ni technique. Unaangalia na mazingira. Unaweza kusema mchele nauza 2000, siku nyingine 3000, inategemea na mazingira. Niyo tu 2000, 3000, 5000. Makanisa nimekuambia ni 5 ya Roma. Arusha. Ni Roma. Ni Roma. Unaweza kuyataja? Majina mimi siyakumbuki, lakini ni Roma. Nimekuambia Njilo na Sombetini, mengine sikumbuki jina. Kijenge moja hapo, sawa. Ndio hili hapa. Huwezi kumaliza kote. Ukitoka hapa ukiona kuna fursa unaenda kwingine. Hivyo hivyo. Huwezi kumaliza kwa wakati mmoja. Na misikiti unakwenda? Hapa na ule wa mkoa. Ule si jiji nake, msikiti wa Bakwata wa mkoa. Hapa. Mashule ni mengi, siyakumbuki yote majina. Inaweza kuwa kama 8. Jeshi la magereza liwasaidia wengi marapisi, mbona wasaidia ni kina nani? Ilikuwa gereza Kisongo mwaka 2014. Tulitwa tukatoa elimu kama hii. Ila sasa vile vilikuwa tofauti na hivi. Vilikuwa tofauti na hivi kwa sababu inakuja type mbalimbali. Ile ilikuwa ni halali. Ilikuwa halali. Sina kumbukumbu nzuri. Na kaga guest, unajua magesti yamejengwa mengi ili mgeni anapokuja asipate shida, maana siwezi nitawapeleka, wataiona jina limenitoka kidogo. Mimi sio mgeni, ni mwenyeji, mimi ni Mtanzania.
nakaa Arusha guest. Unajua unatupa wasiwasi kwamba hata utanzania wako tuna mashaka nao kwa sababu yani ueleweki vizuri. Vitambulisho. Hakuna shida, mimi ni Mtanzania. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Jina langu naitwa Jamila Mohamed.